Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi huu wa Novemba mwaka 2025. Mwezi tunajifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 7. Tukiangazia mada isemayo vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako, tu wa dhambi tusiostahili. Tunaomba utakaso wako. Tunaomba ukatembee nasi kila wakati. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Mhubiri 12 aya ya 14. Neno la Mungu linasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Hebu kila mmoja afikiri ni taarifa gani iliyoandikwa katika vitabu vya mbinguni kuhusu maisha na tabia zetu na mtazamo wetu juu ya Mungu. Je, upendo wetu kwa Mungu umeongezeka katika mwaka uliopita? Ikiwa Kristo anakaa ndani yetu kweli kweli, tutampenda Mungu. Tutapenda kutii amri zake zote, na upendo huu utaendelea kuwa wa kina na kuimarika. Ikiwa tunamwakilisha Kristo ulimwenguni, tutakuwa wasafi wa moyo, maisha na tabia. Mazungumzo yetu yatakuwa matakatifu. Hila haitakuwepo mioyoni wala midomoni mwetu. Hebu tuyachunguze maisha yetu ya kale na kuona kama tuna ushahidi wa upendo wa Yesu kwa kutafuta kuwa kama yeye na kwa kufanya kazi kama yeye kuokoa wale aliowafia. Kuhusiana na wanafunzi wa Yesu waliojitoa kikamilifu na wenye bidii, imeandikwa kuwa Yesu hakuona haya kuwaita ndugu zake. Walionyesha roho wake na kufanana naye. Kwa kazi zao, walishuhudia daima kuwa ulimwengu huu si nyumbani kwao. Uraia wao ulikuwa juu. Walikuwa wakitafuta nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Walikuwa ulimwenguni, lakini si wa ulimwengu. Katika roho na matendo walitengwa na mienendo na desturi zake. Kielelezo chao cha kila siku kiliwashuhudia kwamba waliishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tamanio lao kuu lilikuwa sawa na la Bwana wao, wokovu wa roho. Kwa ajili ya hili walitaabika na kujinyima, wakiyahesabu maisha yao kuwa si kitu. Kwa wanafunzi wa jinsi hiyo, Yesu anaweza kuwatazama kwa kuridhika kuwa wawakilishi wake. Kupitia kwao tabia yake haikuwakilishwa vibaya. Mungu amepanga kuwa maendeleo ya kazi yake ulimwenguni yategemee kazi na kujinyima kwa wafuasi wake. Wokovu wa nafsi zetu ulinunuliwa kwa zawadi isiyo na ukomo ya mwana wa Mungu. Yesu aliacha mbingu na akaweka kando utukufu wake. Akaacha ushirika na ibada ya malaika wasio na dhambi, na kwa ajili yetu akajinyenyekesha hata mauti ya msalaba. Na sasa sisi ambao tumekuwa washirika wa zawadi yake kuu, tunatakiwa kuwa washirika wa kafara yake pia, tukiwaenezea wengine baraka za wokovu wake. Hakukuwa na chembe ya ubinafsi katika maisha ya Kristo. Wale wote wanaotenda kazi pamoja na Mungu watakuwa na roho ile ile kama aliyokuwa nayo Bwana wao. Wataendelea kukua katika kujitenga na ubinafsi, wakikataa kuendekeza nafsi hata katika mambo ambayo hapo awali hayakuwa na hatia kwao.
na pale utukufu wake utakapoonekana, watashangilia pia kwa shangwe kuu. The Signs of the Times, Disemba 22 mwaka wa 1890. Hii ni Novemba 7, mada ikisema vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Tunapohitimisha mada hii siku ya leo, wimbo mzuri Hatuna Mashaka kutoka kwa Orion Music Ministry ukatusaidia kutafakari somo hili kwa uzuri. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele,